kuleta katikati yetu. Mungu anatafuta mtu mmoja ambaye anataka amwelekeze katika destiny yake. Mungu anatafuta mtu mmoja ambaye anataka amwelekeze katika hatima yake. Anataka amuingize katika tumaini lake. Lakini kuna misingi, kuna nguvu zinapikana na maisha yake. Na mara nyingi nikasema ya kwamba yawezekana unapikana vita usivyovielewa. Lakini neno hili limekuja kuleta hekima na ufahamu fulani ndani mwako, ya kwamba kwa hekima hii na ufahamu huu wa Bwana unaweza elewa kujiposition ili kuchukua hatua ya kunyamasisha masauti fulani, ya kunyamasisha vita fulani zinazokuandama, ili wewe ukaweze kuwa mwepesi na ukaweze kwenda katika hatua ambayo Mungu ameikusudia katika maisha yako. Maana usipoelewa mbinu na njama ya kuzimu ni kwamba wakuzungushe mahali pamoja kama na Waisraeli. Kwa miaka 40 wakazunguka jangwani, wasiende popote, wasifanye hatua yoyote kuelekea Kanani, mahali ambapo Mungu alikuwa amekusudia. Ni furaha ya shetani ya kwamba wana wa Mungu wasunguke mahali pamoja, ya kwamba wasifike katika hatima yao, na ndiposa anainua mambo na kuyaweka mitego katika siri, ili aweze kunasa mawazo ya watu, ili aweze kushika hatima ya watu wa Bwana, hatimaye airuhusu aibu kuwakandamiza wasione furaha ya Bwana. Lakini ni makusudi ya Mungu ya kwamba kila mema aliyoandalia kila mmoja wetu aweze kuyafurahia akiwa hai. Uweze kuwafurahia ukiwa hai. Ndani ya miaka yako uweze kufurahia wema wa Bwana. Kanisa la Bwana lisema haleluya. Uweze kufurahia makusudi ya Mungu kama ungali hai. Uweze kuona kibali cha Bwana juu ya uzao wako kama ungali hai kwa jina la Yesu. Haleluya. Itatokana na wewe kuwa na ufahamu na kuelewa mambo halisi, msingi wa mambo unayoyapitia katika maisha yako. Uweze kuwaunganisha na kuyatafakari na kuyapambanua katika hali ya kiroho, ili uweze kuelewa na uweze kukeuka kunyamasisha hali fulani, madhabahu fulani yanayopikana na kuleta pingamizi juu yako kwa jina la Yesu. So tuko katika hatua ya pili ama ya tatu ya fundisho hili. Tuko katika hatua ya pili ya fundisho hili. How altars or foundations acquire legal right to operate. Ni jinsi gani madhabahu ama misingi ya zamani, ni jinsi gani madhabahu ama misingi ya zamani inapata ruhusa ili ikaweze kuwa na mamlaka kufanya kazi katika maisha ya mtu. Inatafuta ruhusa. Bwana sifiwe. Ikinyimwa ruhusa haiwezi kufanya kazi juu yako. Hata kama ni madhabahu ya nyumbani kwenu, yanatafuta ruhusa, yanatafuta kibali ili yakaweze kufanya kazi juu ya maisha yako. So ni vyema watu wa Mungu waelewe mambo haya. Kuna misingi ya zamani inatafuta kibali juu yako. Maneno yaliyofanywa na watu wa zamani, vizazi 100, vizazi 50, vizazi 4, 5 vilivyopita, lakini madhabahu hayo na misingi hiyo bado ingali hai. Maana baada ya wewe kuokoka, bado kuna watu katika ulimwengu, jamaa zako, ndugu zako, ambao wengine hawajaokoka wote, wanaendelea kuyalinda madhabahu hayo na kuyapa uzima na kuyapa nguvu. Sasa leo tunaangalia pointi ya ngapi, watu wa Mungu? Ya 4. Ya kwanza,
tulijifundisha kwamba madhabahu ya zamani yanapata ruhusa, kibali ya kufanya kazi katika maisha ya mtu wakati mtu anayatolea sadaka na dhabihu. Wakati tunakuja katika nyumba ya Mungu, tunakuja na sadaka na dhabihu. Kama kuna kitu kitakuwa kimefanywa makosa, ni kiongozi wa ibada asituambie tutoe sadaka na dhabihu katika madhabahu haya, maana kwa njia hiyo ndio tunachochea haya madhabahu yawe hai. Bwana asifiwe. Amen. Ndio tunachochea madhabahu yawe hai na yazungumze juu yetu. Basi hivyo pia katika ulimwengu wa zamani, katika maisha ya watu ambao hawajamjua Mungu, pia wanachukua dhabihu zao na sadaka zao. Tuliona vile watu wa ulimwengu wako serious, mpaka wanatoa watoto wao kwa moto, wanachinja, mpaka wanamwaka damu katika madhabahu yao. Na anyway, sijitangulie mbele, maana tutaangalia hiyo maandiko vizuri. Maana madhabahu yanachochewa na dhabihu. So wakati watu wanatoa dhabihu katika madhabahu, wanayachochea yafanye kazi kwa ajili yao. Amen. Amen. So hiyo tulionyana tukaondokea. Amen. Ya kwamba wewe uliokoka usitoe dhabihu zako katika madhabahu na matambiko ya watu wa ulimwengu. Hata kama ni mbari zako, lakini wewe uliokoka umejitenga na mbari hiyo. Ndio. Hauitanishi na madhabahu hayo tena. Amen. Tukaangalia pointi ya pili kwa kwamba kupitia kwa damu ya kuzaliwa. Bwana asifiwe. Amen. Wanangu damu yao inaitenishwa na mimi. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. So kama mimi nimeweka madhabahu ya uovu, yatawaandama watoto wangu. Yanapata ruhusa, maana wao kwa damu ni wangu. Amen. So kwa hiyo damu ya kuzaliwa, madhabahu yanafuata hiyo damu ya kuzaliwa. Amesoma mpaka amesahau kipukuzi cha kwetu, lakini yuko Uingereza, lakini kwa damu tumeunganika. Yatamfuata kule Uingereza. Ameenda kule Amerika, hajui wapukuzi wanasemaje, lakini damu bado ni ya mpukuzu. So itamuandama. So kwa njia ya damu madhabahu yanapata ruhusa. Amen. Ndio Wayahudi wakasema huyo Yesu malizana naye, na damu yake iwe kwetu na vizazi. Ya tatu tukasemaje? By a spoken word, by a person in authority. Neno la kuzungumzwa, si mtu wa damu yako. Wanasifiwe. Hautaenda kutoa dhabihu kwa hiyo madhabahu, lakini neno la kutamkwa lililo na mamlaka. Amina. Amen. Na tukaona nani akizungumza? Yoshua. Amepitana na Mungu, amempa mji wa Yeriko. Umepomolewa, umesambaratika, mji umechomwa na umeteketea. Na Yoshua akasema, maana mamlaka ya Mungu yako juu yake, akasema asiwahi mtu yeyote kuja kuujenga mji huu tena. Amen. Amen. Amezungumza tu neno. Na akasema ikiwa kuna mtu atainuka ajenge mji wa Yeriko, lazima msingi wake ataweka kwa damu ya mzaliwa wake wa kwanza. Ang'ang'ana ajenge, wakati anaweka milango ataweka kwa damu mzaliwa wake wa mwisho. Miaka zaidi ya 1000. Yoshua ametamka miaka zaidi ya 1000. Lakini kwa kuwa lilitamka na neno lina mamlaka, wakati mfalme Hagieli anakuja kujenga Yeriko, mtoto wake mzaliwa wa kwanza amekufa. Ameng'ang'ana, amejenga, anakuja kumaliza, anatengeneza milango, afanye fix, afanye sherehe, afungue, mtoto wake wa mwisho
lina nguvu. Amen. 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 Ya nne, tulimalizia hapo. Baba, nakushukuru kwa jina la Yesu. Neno hili Mungu likaendelee kuwa hai katika mioyo yetu. Neno hili Baba likatuonye. Neno hili likafungue ufahamu wetu. Neno hili likatusimamishe Mungu kukujua wewe. Neno hili likatutoe katika misingi ya aibu, tukaweze kukuishia na makusudi yako yaliyo mema yafunuliwe katika maisha yetu. Kwa kuwa Bwana, twajua ni kwa hakika ya kwamba wewe unatuwazia mema. Na Mungu wangu, kwa ajili ya upendo wako na makusudi yako yaliyo makuu, naomba ya kwamba Bwana, asiwae yeyote katikati yetu atakayepatikana mateka katika misingi ya uovu ya zamani, bali kwa hekima yako Mungu sisi ni washindi. Pokea utukufu Bwana, maana uko pamoja nasi. Roho wa Bwana, tupe ufahamu, tupe ufunuo kuyaelewa yaliyo makusudi yako, tukaishi maisha ya baraka na ushindi kwa Kristo Yesu. Baba, naomba nikiamini. Amen. Number 4. By naming. Elders gain or have a legal right through naming. Madhabahu yoyote yaliyoinuliwa zamani, yanayopepa maroho za uovu, yanayopepa uharibifu, yanaweza kupata ruhusa kufanya kazi katika maisha ya mtu kwa njia ya jina alilopewa. Nataka tuangalie maandiko haya. Ndio kitabu ya Luka, Injili ya Luka. Injili ya Luka. Injili ya Luka mlango wa kwanza. Tuangalie hii habari. Tumeshawahi soma siku nyingine, nishawahi hubiri, lakini nataka turudi hapo ili tuelewe ujumbe huu. Luka mlango wa kwanza, tusome kuanzia mstari wa 57 mpaka 66. Msomaji atusomee maandiko hayo. Luka Injili mlango wa kwanza mstari wa 57 hadi 66. Ilipowadia wakati wa Elizabeth kujifungua, alizaa mtoto mwanaume. Majirani zake na jamii zake wakasikia jinsi Bwana alivyomfanyia rehema kuu, nao wakafurahi pamoja naye. Siku ya 8 wakaja kumtahiri mtoto, wakataka yule mtoto aitwe Zekaria, ambalo ndilo jina la baba yake. Lakini mama yake akakataa na kusema, hapana, jina lake ataitwa Yohana. Wakamwambia, hakuna mtu yeyote katika jamii yako mwenye jina kama hili. Basi wakamfanyia Zekaria baba yake ishara, ili kujua kwamba yeye angependa kumpa mtoto jina gani. Akaomba wampe kibao cha kuandika, na kwa mshangao wa kila mtu akaandika jina lake ni Yohana. Papo hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake ukawa unaongea akimsifu Mungu. Majirani wote wakajawa na hofu ya Mungu, na katika nchi yote ya vilima ya Uyahudi watu walikuwa wakinena juu ya mambo hayo yote. Kila aliyesikia habari hizi alishangaa na kuuliza, je, mtoto huyu atakuwa wa mtu wa namna gani? Maana mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Mtoto huyu atakuwa ni mtu wa aina gani? Si watu wa Mungu mnaelewa habari za kuzaliwa kwa Yohana vile ilitokezea. Amen. Babake Zakaria alikuwa anatoa dhabihu, ilikuwa ni zamu yake ya kutoa dhabihu. Ukianzia pale nyuma, malaika wa Bwana akamtokezea katika hali yake ya kutoa sadaka, na akamwambia kwamba nimeona kilio chako na umefika wakati ya wewe kupata mke wako, atapata ujauzito na atapata mtoto wa kiume, na jina lake ataitwa
Yohana. Ni Zakaria na malaika peke yake akiwa katika hekalu la Bwana akitoa dhabihu. Akaja nyumbani akamwambia mke wake, nimeambiwa na malaika wa Bwana ya kwamba Mungu atatubariki na mtoto, na ameniambia jina lake. Bwana sifiwe. Ataitwa. Na malaika alimwambia, maana Zakaria alikuja akataa. Malaika alipomwambia, Zakaria akaja kuona amezeeka, mke wake amezeeka. Sasa hakuamini ya kwamba haya Mungu anamwambia ni kweli. Akaona ni kama wewe unataka kunifurahisha tu. Sasa kwa kutoamini kwake, Mungu akamwambia utakuwa bubu, hautazungumza mpaka mtoto huyu atakapozaliwa. Bwana sifiwe. Amen. Sasa Elizabeth amebeba ujauzito, wakati wa kufungua umefika, mtoto wa fulana amezaliwa kweli. Biblia inasema siku ya 8, siku ya kupeana jina, watu waliposikia ya kwamba mtoto amepatikana kwa nyumba ya Zakaria, jamaa zake wakakusanyika kuja kusherekea. Mtoto atahiriwe, apewe jina, mbari yake. Wakasema mtoto huyu hata hatusumbuki, obvious jina lake ni nini? Ni Zakaria. Maana hilo ndio jina nambari. Ndio jina nambari. Jina lake ni. Mama akasema hapana. Huyu hataitwa Zakaria, huyu ataitwa Yohana. Watu wakawa wakali sana. Wewe una akili kweli? Unataka kupoteza jina la baba? Amen. Unajua kuna watu wamebeba majina maana anasifiwa. Ama tunawapea watoto wetu majina kwa vile tu sitaki jina la nyanyangu lipotee. Lakini yule nyanya alikuwa na vituko wewe. Yule nyanya ndiye alikuwa anaona watu wanakuja na anachukua simu anaweka chini ya kitanda. Bwana asifiwe. Hiyo nyanya ndiye alikuwa mchawi kabisa, hata watu wakahama hiyo kijiji karibu amwache peke yake. Yaani ni mchawi, si kwamba ni siri, watu wote walikuwa wamejua tu ni mchawi. Lakini wewe utaki jina lake lifanye nini? Lipotee. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yule nyanya ambaye utaki jina lake lipotee, alikuwa akikunywa mnazi mpaka anaanguka harudi nyumbani. Anafanya kupepo akiletwa usiku. Yule babu yule alikuwa akirudi anaimba nyimbo usiku amelewa. Kama hajalewa hata ni muungwana. Akishalewa anaimba nyimbo zote mpaka anakuja, unashinda hizo nyimbo amezitoa wapi? Lakini wewe utaki jina lake lipotee. Sasa kwa vile unampenda babu yako, au unachukua hiyo jina unapea mtoto wako. Nyuma ya kila jina, mwambie jirani, nyuma ya kila jina kuna roho anayetawala. Bwana asifiwe. Sasa kama yule babu alikuwa ni mtu wa kunywa mnazi, akiimba nyimbo saa 7 akirudi nyumbani watu wakijificha chini ya kitanda, ile roho ya hiyo jina ukipeana mtoto inakuwa transfer. Inatoka juu ya huyu babu inakuja kwa huyo. Bwana asifiwe. Kama huyu babu alikuwa kuoa wanawake akifukuza, anaoa akifukuza, akiwatukana hamna maana, akiwafukuza, ukichukua hilo jina uweke juu ya mtoto wako, kila umefanya ni kwamba umehamisha maroho yaliyokuwa yanamkula yule babu. Akioa bibi akifukuza, umemleta kwa mtoto. Siwa unasema ni babu yangu sasa sitaki, hata amekuja kwa ndoto. Nyinyi watu wa Mungu, mimi naisho. Unajua alikuja kwa ndoto na alikuwa amehuzunika analia. Alijinyonga, alikuwa na hasira mpaka walipokuwa na makosana na ndugu yake akachukua kamba akajinyonga. Sasa unasema unajua sasa, lakini alifanya nini? Alijinyonga. So wakati unachukua jina la mtu aliyejinyonga ukiweka juu ya mtoto, umehamisha maroho za kujinyonga kutoka kwa roho huyo aliyekufa umeleta kwa maisha ya mtoto. Sasa bibi kwa Zakaria akasema huyu hataitwa Zakaria. Jamaa wakainuka
Akamwambia wewe unataka kuleta upumbavu. Hilo jina umeshawahi liona wapi katika mbari hii? Pumbavu sana wewe. Kakasirika. Msisikie huyu mpumbavu, uliza baba yake. Baba yake azungumze. Wakasema mpe kibao. Tafuta kibao, akampa. Andika jina la mtoto. Andika doa. Sema watu wanasema kwani hao watu wamerokwa? Wanataka majina ya watu hao yapotee. Wacha yapotee. Tuna haki na destiny ya huyu mtoto. Amen. Huyu ni mtu wa Mungu. Ndio. Wacha haya mengine yapotee. Amen. Afadhali liweke jina. Sisemi tukatae majina yote. Kuna majina mengine ya watu wa heshima. Watu wapole, watu wangwana, watu walikuwa na neema, wana mikono ya kufanya biashara. Watu wa utajiri iliyo ya kiungu. Weka hiyo majina. Bwana asifiwe. Amen. Maana kwa jina hilo umehamisha biashara. Yes. Umepandika juu ya huyu mtoto. Yes. Kwa jina hilo umehamisha roho ya ukulima, umeweka juu ya huyu mtoto. Amen. Kanisa la Bwana liseme amen. Amen. So madhabahu yanapata mamlaka kwa njia ya jina. Yes. Wakati na transfer jina, umeambia hayo madhabahu kwamba nimekupa ruhusa. Kwa hili jina uko na mamlaka juu ya huyu mtoto. Kanisa la Bwana lisema amina. Amen. Amina. Amen. Sasa kama jina lilikuwa la mtu mlevi, lilikuwa la mtu mlevi, katika hiyo mbari yote, tafuta watoto wa shangazi walioitwa hilo jina. Tafuta watoto wa baba mdogo walioitwa hilo jina. Wawe wako South Sudan, wawe wako South Africa, tabia yao ni moja. Inakubaliana. Amen. Maana jina walilopewa lina mamlaka na linazungumza juu yao. Amen. Linaamrisha tabia na mienendo yao. Ndio. Wateule wa Bwana wasema amina. Amen. Wenye haki wa Mungu wasema amina. Amen. Lazima hekima ya Mungu ituongoze sisi. Ndio. Sakaraya na mke wake wakakataa desturi, wakakataa ukawaida. Yes. Wakasema tutayafanya ya Mungu. Mungu amesema apewe jina Yohana. Watu wa Mungu, ili mtake kuelewa hili ninalokuambia, Mungu yuko so sensitive na jina. Alipokuwa amemuita Abraham, alikuwa haitwi Abraham, alikuwa anaitwa Abraham. Alipomuita, kile kitu cha kwanza Mungu wakufanya ni kugeuza jina. Amen. Maana anajua hili jina limetokana na misingi ya madhabahu ya uchawi kule kwao. Kwa kina Abrahamu ndio kulikuwa na madhabahu ya uganga. Baba yake alikuwa ni kuhani wa waganga. Sasa ili Mungu alete utofauti, alianza na jina. Akabadilisha jina la mke wake. Kutoka Sarai akawa kutoka Abraham akawa Abraham. Maana anaacha nao, lazima majina yafanye nini? Maana jina lina mamlaka. Amen. Na lina uwezo. Yes. Nyuma ya kila jina kuna roho. Kanisa la Bwana liseme amen. Amen. Ili Mungu atembee na Yakobo, alifanya nini? Alibadilisha jina kutoka Yakobo mpaka, maana alijua jina Yakobo, neno la Mungu linasema Yakobo inamaanisha mtu mkora, mchanja asiyeeleweka, mpaka amemtabeli ndugu yake. So Mungu ili atembee na Yakobo, alipomenyana malaika usiku, kile kitu Mungu alifanya juu ya Yakobo, alibadilisha na kumuita Yesu. Alimbadilisha Peter. Watu wa Mungu wasema amen. 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 Meshaki, Shadraki na Abednego, kwa kuwa mfalme wa Medi anajua nguvu iliyo katika jina, walipochukuliwa mateka, kitu alifanya cha kwanza ni nini? Watu wa Mungu mnaosoma Biblia, alifanya nini mfalme alipokuwa amewaita hawa vijana ili watumike katika madhabahu yake? Alifanya nini? Aliwabadilisha majina.
ina nguvu. Kuna roho anayefanya kazi nyuma yake. Amen. Na jina hili hubeba tabia. Nimesema linabeba tabia. Maana nyuma yake kuna madhabahu. Yule mtu aliyeitwa hilo jina ambaye limesambaa katika mbali, kulikuwa na mienendo na tabia zake. So haijalishi huyu mtoto amepatikana kwa shangazi, ama amepatikana kwa baba mkubwa, ama amepatikana kwa nani, maadamu ni mbari moja, wote wanakuwa na common character pamoja. Maana roho iliyo nyuma ya jina waliopewa ni moja. Sasa ni vyema hekima ya watu wa Mungu, kabla upeane jina, kuwa tayari hata kupoteza jina la ukoo. Lakini usipepe maroho yatakayosumbua mtoto. Wenye haki wa Mungu wasema amina. Amen. Maana kwa jina madhabahu hupewa ruhusa ya kufanya kazi juu ya maisha ya mtu. Wenye haki wa Bwana wasema amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. So kama wewe utaendelea kuokopa watu wa kwenu, uzao wako utateseka. Utakuwa kanisani kweli, utakuwa unaomba kweli, lakini utakuwa unapikana vita ambavyo hungepikana. Kuna vita vingine si lazima upikane, unaweza kuachana naye kwa kutopepa majina yaliyo na maroho ya kisirani. Wenye haki wa Mungu wasema amen. Tumpe Bwana wetu sadaka matofu kwa heshima na heshima. Kanisa la Bwana lisema haleluya. Point number by sinful living. By sinful living. By sinful living. The other way by which altars acquire legal right to operate is by sinful living. 2 Samuel chapter number 12. 2 Samuel chapter number 12. 9 and 10. Then 2 Samuel chapter number 13. As from verse 1. By sinful living. 2 Samuel chapter number 12. 9 and 10. Samueli wa pili mlango wa 12 mstari wa 9 hadi 10. Ndio. Kwa nini umelidharau neno la Bwana? Kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nawe umemtoa mkewe awe mke wako, nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenidharau, ukamtoa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako. Aya. Luka 13 anzia 1 baba. Ikawa baada ya hayo, Amnoni mwana wa Daudi akampenda Tamari, umbu lake Absalomu mwana wa Daudi, ambaye alikuwa mzuri wa sura. Amnoni akasumbuka sana kuhusu Tamari, hata akaugua, kwa kuwa Tamari alikuwa bikira, na alionekana kwamba haiwezekani Amnoni kumfanyia jambo lolote. Basi Amnoni alikuwa na rafiki rafiki jina lake Yonadabu mwana wa Shimea, nduguye Daudi. Yonadabu alikuwa mtu wa hila nyingi sana. Akamuuliza Amnoni, wewe ni mtoto wa mfalme, kwa nini siku baada ya siku unaonekana kukonda? Hutaniambia? Amnoni akamwambia, ninampenda Tamari dada yake Absalomu ndugu yangu. Yonadabu akamwambia, nenda ukalale kitandani na ujifanye kuwa mgonjwa. Baba yako atakapokuja kukuona, mwambie, ninampenda Tamari dada yangu, aje kunipatia
chochote ili nile. Tafadhali mruhusu aje na kuniandalia chakula mbele yangu, nikiangalia namuona, ili nipate kula kutoka mkononi mwake. Kwa hiyo Amnoni akalala kitandani kujifanya mgonjwa. Mfalme alipokuja kumwona Amnoni akamwambia, ningependa dada yangu Tamari aje akaniandalie mikate maalum mbele yangu, ili nipate kula toka mikononi mwake. Daudi akampelekea Tamari ujumbe huko kwenye jumba la kifalme kusema. Sawa baba. Luka 23 ili tukomboe wakati angaa. Luka 23 endelee. 23 nasema hivi. Mstari 23. Miaka miwili baadaye, wakata manyoya ya kondoo wa Absalomu alipokuwa huko Baal-Hasori karibu na mpaka wa Efraimu, alialika wana wote wa mfalme kuja huko. Absalomu akaenda kwa mfalme na kumwambia, mtumishi wako ninaona wakata kondoo manyoya walikuja. Tafadhali, je, mfalme na maafisa wake wanaweza kuungana nami? Mfalme akajibu, la hasha, mwanangu, si lazima sisi sote tuje tukakuwa tu mzigo kwako. Ingawa Absalomu alimsihi sana mfalme akitaka kwenda, lakini alimbariki. Basi Absalomu akasema, kama hutakuja, tafadhali mruhusu ndugu yangu Amnoni twende pamoja naye. Mfalme akamuuliza, kwa nini aende pamoja nawe? Lakini Absalomu alimsihi, kwa hiyo mfalme akamtuma Amnoni pamoja na wana wengine wa mfalme waliobaki. Absalomu aliagiza watu wake, sikilizeni, wakati Amnoni atakapokuwa amekunywa mvinyo na kulewa sana, nami nikiwaambia mpigeni Amnoni, basi muweni. Achia pale. Shida ni kwamba Daudi ameyaweka madhabahu katika uzao wake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ya roho ya usherati na mauaji ya upanga. Ameoa, amechukua mke wa Uria na ametuma Uria aende kwa vita auawe. Sasa kwa hiyo maandiko ndio yasoma katika mlango wa 12, Mungu ametamka maneno juu ya Daudi ya kwamba wewe, jambo ulilolifanya limekuwa chukizo kwangu. Kwa ajili ya hiyo upanga, kwa kuwa umeua kwa upanga hautaondoka katika uzao wako. Na kwa kuwa umepanda roho ya usherati umeyafanya katika siri, lakini italeta aibu katika uzao wako. Roho Bwana asema amen. Watu wa Mungu wasema amina. Maana haya ni madhabahu sasa yamepandwa katika jamii na uzao wa Daudi. Sasa haya madhabahu yanatafuta ruhusa yafanye kazi, na njia ambayo yamepata kazi ama kibali ili yafanye kazi katika uzao wa Daudi ni kupitia njia ya maisha ya uovu. Mtu anayejipeana kuishi maisha ya uovu. Amina. Amina. Madhabahu yako pale yanatafuta mtu yaweze kumaliza. Lakini si Daudi ana watoto wengi. Lakini katikati ya wale watoto, yule ambaye atakuwa mateka wa haya madhabahu ni yule atakayepeana kwa maisha ya uovu. Amepatikana kijana anaitwa Amnoni. Moyo wake umeinua na roho ya usherati kiasi ya kwamba anataka alale na dadake. Sasa kama Absalom ni ndugu yako, kwa nini unasema nataka Tamara dada yake Absalom? Usiseme tu Tamara dada yangu. Hamjaelewa? Tamara ni dadake Absalom. Amnoni ni mama mwingine
Absalom na Tamara ni mama mwingine, si hao ni ndugu zako? Amen. Sasa huyu jamaa roho ya uovu inamfanya anabadilisha ndimi, anasema namtaka huyu kijana. Kuna kijana mkora hapa amekuja, namwambia mbona unakonda bana, mbona unakaa wewe ni mtoto wa mfalme, mbona unakonda ovyo ovyo? Sema mimi nampenda dadangu Tamara. Asemi hata Tamara nampenda Tamara, dada ya ndugu yangu. Ishindwe kabisa. Amen. Ishindwe roho ya ukora. Yes. Kwa jina la Yesu. Yes. Ishindwe kabisa. Yes. Amen. Amen. Lakini ni nini kinatafutwa? Madhabahu yaliyopandwa katika uzao wa Daudi yanatafuta ruhusa, upanga na roho ya usherati ifanye kazi. Kijana huyu kwa ajili ya mienendo ya maisha ya uovu ameruhusu madhabahu yaliyopandwa yamepata nafasi katika maisha yake. Roho ya usherati imemkamata na upanga umefanya nini? Umefanya kazi. Maana Absalom anataka kumpombeleza baba yake, anampombeleza, lakini moyo wa Absalom ulikuwa ni kwamba kile nataka ni Amnon akufe. Haya mambo mengine kupanga sherehe ni sababu, lakini lengo kubwa kwa huyu jamaa amejibiana kwa uovu. Lazima upanga ufanye kazi na lazima roho ya usharati ifanye nini? Haijibiwe. Maana hayo ndio madhabahu ya kwao yanaandama. Alipochipeana kwa uovu, mtu yeyote anayechipeana kwa uovu, amina, amina, unafungua mlango wa aibu na uharibifu, kuleta maangamizi na aibu juu ya maisha yako. Kanisa la Bwana iseme amen. Maisha ya uovu isiyokuwa na hofu ya Mungu. Unasema umejificha, kwani umeweka basikali Mungu akuone? Yeye Mungu mwenyewe anamwambia Daudi, wewe ukisema umeenda, Daudi mwenyewe ndiye anasema, nikisema nikimbie baharini, niende kule chini kabisa baadhi ya maji chini, anasema wewe ndio ulitandaza vijiji. Amen. Nikisema niingie kwa kisa kabisa tororo kwenye nisionekana, anasema wewe kwako kisa na mchana. Sasa nichifiche wapi uso wako Bwana? Akawa amesalimu amri na ameinua mikono. Amen. Watu wa Mungu waseme amen. Amen. Hiyo ndio inatakana iwe hofu ya watu wa Mungu. Yes. Usichipeane kwa uovu. Ndio. Uovu mwisho wake umepeana madhabahu ya aibu kufanya kazi juu ya maisha yako. Amen. Aidha umejificha ama umefanya wazi. Lakini unapochipeana katika maisha ya uovu, unafungua mlango, unapeana ruhusa kwa madhabahu ya aibu kupata nafasi juu ya maisha yako. Amen. Kanisa la Bwana liseme amen. Sema iwe mbali nami. Iwe mbali nami kwa utukufu wa jina la Bwana. Utukufu wa jina la Bwana. Amina. Amen. Madhabahu yanapata mamlaka na ruhusa kupitia njia ya mtu anayeishi maisha ya uovu. Amen. Utakuwa umesign contract ya kwamba niko hapa, fanya unalolitaka. Pasipo hivyo, ukichipeana kwa maisha ya utaua, hayo mamlaka, madhabahu hayana mamlaka. By the way, hii point ya mwisho tutakayokuwa tunamalizia sasa, ndio hata ni ya muhimu, hata haya mengine hata nikiyaacha. Haya ya mwisho, how to overcome satellite altars. Hiyo naomba usiikose. Maana hiyo sasa ndio ni kama kiini chote cha fundisho hili. How can we overcome and be free? Point number 6. By our ignorance, being used to God and double standard in our worship. By our ignorance, being used to God and double standard in our worship. Judges chapter number 2, verse 11 to 19. Then Revelation chapter number 3, 14 to 19. By our ignorance,
being used to God, and a double standard in our worship. And a double standard in our worship. Kwa kuishi maisha ya kutojali, tunaishi kana kwamba mimi sijali, kwani watanifanya nini? That is ignorance. Tunaishi maisha ya kutojali. Nini kwani itafanyika? Nini kwani nani ameniona? Bwana sifiwe. Amen. Kuwa na mazoea. Unakuwa na mazoea na Mungu. Unamleta Mungu kwa kama mjomba wako. Yaani Mungu na mjomba unamweka kuwa ni kama kitu kimoja. Bwana sifiwe. Yaani wewe kwako Mungu na mjomba wako level moja. Yaani wewe umemzoea Mungu. Yeye anasema mimi sizoeleki, lakini wewe umemzoea. Na pia double standard. Haueleweki ni popo, ni ndege, ama ni mnyama. Yaani unaishi maisha ya wokovu ya popo. Haijulikani umeokoka. Siniwaambia siku moja baba. Tulikuwa nyumbani kule kwetu kwa masishi ya shemeji yangu. Sasa mimi nikawa nimesimamia program. Sasa ukawa na pressure kabisa. Watu wakasema hata kama ameokoka lakini lazima pia nasi tuwe na muziki wetu hapa. Nikakasia. Nikafika saa 8 ikawa usingizi, hata nikikaa kichwa kinaanguka. Maana siku karibu 2 sijalala. Bwana asifiwe. Nikasema wacha niende nifanye nini? Niende nipumzike. Sasa kitu cha kushangaza, hata kabla niingie kwa nyumba kulala, muziki umebadilika huko tayari. Sasa wale wapendwa walikuwa wanacheza haleluya amen. Wale hawajatoka kwa chukua, wamebadilika tena. Wameanza kukuta. Yaani mzee, wewe unafanya kuona tu watu wanaweza toa style ukashinda. Hawa ndio walikuwa wanacheza sa roho wa Mungu. Ni hawa. Hata hawatasinywa wakasema kama ni hizo tunaenda kulala. Hapo. Wamebadilika. Huko kapanda baisikeli. Wameanza. Sasa wengine watu wa Mungu naumia sasa. Naumia lakini sina wa kunisaidia. Yaani ni hawa. Sasa tukueleweje? Wewe ni wakuko kapanda baisikeli? Wewe ni shangwe haleluya. Sasa tukueleweje? Tukuweke wapi? Lakini ukiangalia hizi style za pata kapanda ni kama siko juu sina anatukuliko za Mungu. Sasa afadhali tumweke huko. Kwa panda baisikeli, afadhali tumtoe kwa Mungu tumlete huko. Bana sina anasitoa huko. Wakati watu wa Mungu wanaishi maisha ya katikati, unaweza kwenda mahali popote bila roho yako kuhukumika. Amen. Ni maisha ya hasara. Hata ulie kwa maombi, hauna mamlaka kuzuia madhabahu na misingi ya uovu kufanya kazi juu ya maisha yako. Nimepeana hayo maandiko. Nimepeana Waamuzi 2:11 hadi 19. Wacha tusome. Sasa yetu yanaenda ili tusiingie tukakula mazao mengine. Tunaachia hapo. Tusiingie kwa mbele yetu tuna mkutano ambao ni muhimu sana. Tutaendelea Jumapili.
Lakini mtu anayeishi maisha ya mazoea, umemzoea Mungu, umezoea kanisa, moyo wako haukumiki na chochote, unafanya kile unachokitaka, usikii hukumu. Bwana asifiwe. Yaani hata kwenda kwa mkanga, hata usikii kama kuna shida, wewe unaenda kwa mkanga. Yale machi sijui ya wapi, wewe huna shida, hata una chupa 3 uko naye kwa nyumba, unaomba ukilia, una fakio sanabiu umebeba, chumvi uko nayo, vitambaa sivyo uko navyo. Wenye haki wa Mungu aseme Amen. Sema iwe mbali nami. Iwe mbali nami. Iwe mbali nami. Iwe mbali nami. Iwe mbali na uzao wangu. Iwe mbali na uzao wangu. Baba nipe neema. Baba nipe neema. Nipe uwezo. Nipe uwezo wa kuishi katika mapenzi wa yako. kuishi katika mapenzi yako. Asante Mungu. Asante. Baba nakushukuru. Nakushukuru kwa pendeleo lako. Nakushukuru kwa uaminifu wako. Nakushukuru Baba maana umetuchukua kwa wakati kama huu ili tukaweze kukuishia Mungu. Neno lako katika Isaya unasema kama Bwana hungetuachia masalio, hakika Mungu Israeli yote ingeliangamia. Lakini kwa kuwa wewe ni wa upendo Mungu, na kwa kuwa Bwana wewe una makusudi juu ya maisha yetu, ndipo sababu umetuhifadhi kwa wakati na majira kama haya. Katikati ya uzao wa aibu na uharibifu umeyatunza maisha yetu. Na ndani ya mioyo yetu Mungu umeweka kiu. Baba naomba kwa jina la Yesu ya kwamba neno hili likalete hekima. Ya kwamba neno hili Bwana likalete ufahamu. Neno hili Bwana likatusaidie. Neno hili likatukomboe. Neno hili likalete maarifa katika maisha yetu. Baba kwa jina la Yesu naomba jifunue kwa maisha yetu. Tupe nguvu ya kushinda vishawishi isivyolitukuza jina lako. Na wabarikisha watu wako mbele zako Mungu, kwa kuwa wewe ni mwema. Asiweko hata mmoja ambaye aibu ya vizazi itakaa katika malango yako. Kwa kuwa Bwana wewe uliyetuchagua ni mwaminifu. Ulilipa karama Bwana ili tukaweze kuwa huru. Ulipitia machungu na huzuni ili tupate furaha ya wokovu. Baba tusaidie. Unaelewa kila mmoja wetu. Baba tukuhitaji. Tusamehe Bwana kwa yale tunayoyatenda katika upumbavu wetu kama wanadamu. Tusamehe Bwana. Tupe kibali machoni pako. Kwa huruma zako ukatusimamishe, kwa kuwa wewe unatupenda. Kwa Kristo Yesu uliyepata Mwokozi. Baba naomba nikiamini. Kusanyiko la wateule liseme amen. Amen. Tupe Bwana sadaka ya ushindi katika jina la Yesu. Tumshangilie Bwana wetu katika neema zake, katika uaminifu wake, yeye anayetupenda katika mamlaka yake. Asante Mungu wetu. Asante Mungu. Tutaendelea Jumapili. Mungu amani atuimarishe. Kilio cha moyo wangu ni kwamba kila mmoja wetu kupitia kwa hili fundisho aendelee kutafakari. Ni wapi ambapo Roho wa Mungu anakuelekeza. Ukarudi miguuni mwake. Yeye alienda msalabani. Ana uwezo wa ukombozi. Ana uwezo wa kuondoa aibu na fedheha na kutuheshimisha kwa utukufu wa jina lake. Asante Mungu wetu.